Unajua kuna baadhi ya watu wanabarikiwa kuwa na sehemu za kuishi, nyumba nzuri, magari, hata kubarikiwa wake wazuri, watoto wenye afya, lakini bado kuna baadhi ya vitu hawawezi kuviacha kwa sababu wana imani za kishirikina, imani za kishetani au ibilisi ametawala kwenye vichwa vyao. Unajua kuna historia ya Menendez Brothers, hawa vijana ambao wakishua sana, walizaliwa kwenye familia ya kitajiri, kila kitu walipata, elimu bora, baba na mama walikuwa na fedha, baba alikuwa na jina kwenye serikali ya Marekani, mama alikuwa ni mtu mwenye fedha, biashara kubwa, mitaji ya kutosha, hata watoto walikuwa na uwezo kuwa na future nzuri sana, lakini historia yao ni ya kusikitisha. Watoto hawa wawili wa kiume ambao walizaliwa kwenye familia hii ya kitajiri walidiriki kuchukua bunduki na kwenda kuwafyatua risasi wazazi wao wote wawili, yani baba na mama. Walipewa kila kitu, lakini waliamua kuua wazazi wao. Unajua kwa sababu gani? Rewind. Unajua ilikuwa ni Agosti 20 mwaka 1989 wakati hili tukio linatokea. Ilikuwa ni siku ambayo vijana hawa Lyle na Eric Menendez ambao wanapishana umri wa miaka miwili tu wakiwa wadogo, mmoja alikuwa na umri wa miaka 19, mwingine 21, walikuwa wameamua siku hiyo kutoka nyumbani kwao na kwenda kununua bunduki, ambayo sehemu walikwenda kununua bunduki ni sehemu ambayo wenzetu huwa wanaziweka, huwa zinaitwa ammunition. Mtu ambaye ana kibali, ana prescription, anaenda pale anapewa bunduki na kwenda kutumia maybe for self defense. Hivyo wenzetu wa Marekani wamekuwa advanced zaidi. So walitoka pale wakaenda kuchukua bunduki. Baada ya kuchukua bunduki warudi zao nyumbani, and then wakawa wanasubiri wazazi wao wafike nyumbani ili wawashoot wazazi wao wote wawili. So wakati wazazi wao wanaingia tu ndani, wakamshuti baba yao and then wakamshuti mama yao. So hili tukio kati limetokea, people are like, kwa nini hawa vijana waliamua kufanya hivi? Why? Sasa Lyle na Eric Menendez ambao waliamua kuua wazazi wao wote wawili walikuwa na kisa cha wao kusababisha kuwaua wazazi wao wote wawili, na moja ya kisa kikuu ambacho kilisababisha wao kuwaua wazazi wao ilikuwa ni baba yao. Baba yao alikuwa anaitwa Jose Menendez ambaye ni mfanya biashara, lakini pia mmoja kati ya watu ambao walikuwa wanafahamika sana, so charming, watu ambao walikuwa wanapenda maendeleo. Of course walikuwa wanatajwa kwenye watu ambao wanaweza kushawishi vijana kufanya kitu fulani. Unajua alikuwa ni watu ambao wana maono sana, fedha iko kwao, kwa hiyo hata wakizungumza vitu wanasikilizwa. It's okay, hata kwenye jamii zetu tunaona hao watu aina hivyo. So kilichowafanya wao wafanye hili tukio ilikuwa ni hivi: wakati wakiwa na umri mdogo, hawa vijana wawili Lyle na Eric walikuwa ni vijana ambao wakishua. Of course unajua vijana wengi wakishua wanaishi maisha fulani hivi simple, yani wengi wanaita maisha ya mayai, so hardcore. So kama mimi ambaye naishi sehemu fulani hivi hardcore, wale ni wanaishi kimayai. Sasa kwenye lifestyle yao, baba yao alikuwa ni mmoja kati ya wale watu ambao tunasema watu ambao wana shida ya afya ya akili. Unajua unaweza kumwona mtu genius ana fedha, bilionea, lakini ana shida ya afya ya akili. Ndio mzee wao alikuwa na shida hiyo. Baba yao bwana alikuwa anawanyanyasa watoto wake kingono. Just imagine, baba yako mzazi, watoto wawili wote wa kiume, lakini baba anawanyanyasa watoto wake wote wawili kingono. Alichokuwa anakifanya huyu mzee kwa Lyle ama Eric, anawaingilia watoto wake kinyume na maumbile. Just imagine, baba ambaye una fedha, una uwezo wa kununua mwanamke, tusiseme pia mwanamke, sababu Marekani wameruhusu hawa masuala ya gays, lesbians, tafuta gay mnunue, muingilie, lakini no, alikuwa anawaingilia watoto wake na ndio ilikuwa starehe yake. So watoto walikuwa wanateseka, wanapitia hayo mateso, mzazi anawaingilia, and then sasa ikafikia hatua Lyle na Eric wakaanza kumshirikisha mama yao kama baba atufanyia kitu fulani. Wale walikuwa wakiamini wakimwambia mama yao kuhusu baba yao anachowafanyia, mama yao atareact kama mzazi ambaye ameolewa alafu watoto wake wanaingiliwa wakati yeye yupo ambaye ndio utamu wa baba. Lakini mama akapuuzia, yani mama anaheshimu ama amefumbia macho kile baba anachokifanya kwa watoto wake. Kuna kipindi Lyle na Eric ilifikia hatua walikimbia mpaka kwenye misitu, kwenye forest, kukimbia kile ambacho baba yao alikuwa akiwafanya, lakini baba yao aliwafuata, aliwaadhibu, lakini pia akawaingilia kinyume na maumbile. Ilikuwa ni adhabu lakini ni starehe kwake. Yaani watoto wanaadhibika kwa kile ambacho anakifanya, kilikuwa ni starehe. So just imagine, watoto wawili ambao wa kiume unawafanyia vitendo. Haikuishia hapo.
mmoja kati ya wale watoto wawili alishia kuongea na mwalimu wake na kumwambia juu ya kile ambacho anafanywa na mzazi wake, lakini mwalimu hana nguvu kwa familia ya yule mzee Menendez, kwa sababu mzee alikuwa ni mtu mwenye fedha, ilikuwa kumshtaki lazima wajipange, wakashindwa kufuatilia kesi kwa namna hiyo. So hawa vijana baada ya kuona haya majambo yashakuwa mengi, yashakuwa on top, yani hayawezi tena kuepukika, wakasema okay, tutafute njia mbadala ambayo sisi tutaifanya ili tuepukane na haya masuala ya mzee ambayo anatufanyia. Walichokifanya wao ni kwenda kuchukua hiyo bunduki, wakaenda kuwashutu wazazi wao wote wawili, walivyowaua wazazi wao. Sasa angalia huu mchapo, wamewaua wazazi wao wote wawili nyumbani, and then wakatoka as if nothing happened. Wakatoka nyumbani wakaenda zao kwenye movie theater, wakaenda kuangalia filamu, kaangalia filamu, wakaenjoy, wakala popcorn na nini na marafiki, and as if nothing happened at home. Baada ya kuenjoy wakatoka pale na kurudi nyumbani. Wamerudi nyumbani waka act as if wazazi wao wamewakuta nyumbani wameuliwa kwa kupigwa risasi wote wawili. Wakaanza kulia, Lyle na Eric wakaanza kulia, wakachukua simu na wakapiga kituo cha polisi na kutoa taarifa kwamba wazazi wetu sisi wote wawili wamepigwa risasi, wako chini wamefariki. Maaskari walipofika pale ni kweli wakakuta watoto wanalia, wakawatoa wakaweka kwenye care nzuri kwamba okay, kaeni hapa sisi tufanye uchunguzi. Maaskari wakafanya uchunguzi. Of course ile kesi haikujulikana nani kafanya mauaji. Huenda ni assassin ama contract killer ameamua kutumwa kwa ajili ya kuteketeza familia ile ya kitajiri, kwa sababu ni matajiri wana fedha, pengine kuna watu wameamua kufanya visasi na nini. Kwa hiyo familia, yani wale vijana wawili Lyle na Eric wakaiko katika care fulani hivi, tuangalie hawa ili wasipatwe na madhara. So baada ya kipindi fulani kupita, wakaachiwa wenyewe endelea na maisha yao. Of course wale watoto wakawa na access ya benki ya baba yao, access ya account ya baba yao, so wakaanza kutumia fedha na mali kwa pupa. Unajua wenzetu wana kitu kimoja, polisi akitaka kumchunguza mtu wake wala hamkurupukia, yani hapo taratibu. Wakapewa madogo wakapewa nafasi, wakaanza kuenjoy, wanatumia sana fedha, access wanaitumia sana. Kwa hiyo huko polisi wanaendelea na uchunguzi. Wakati polisi wanaendelea na uchunguzi, wakaja kuchukua ile bunduki ambayo ilitumika kwenye eneo la tukio, haikuwa na fingerprint. Kwa hiyo wakaanza kufuatilia hii bunduki pengine imetoka katika ammunition gani, sehemu gani ambayo wanauza silaha na hii bunduki huenda imetokea hapo. Wakaangalia ile bunduki, uzuri ilikuwa ina usajili, so hata hizi ammunition pia zina usajili. Wakaangalia usajili wa bunduki, wakachukua ile bunduki, wakapata sehemu ambayo bunduki imenunuliwa, wakafika mpaka kwa muuzaji, wakamuuliza vipi, hii bunduki umemuuzia nani? Muuzaji akatoa taarifa zote. Kuna vijana walikuja 1 2 3 na CCTV camera hii hapa, wakaonyeshwa footage maaskari. Basi wakaona vijana Lyle na Eric wakiwa dukani wakinunua hiyo bunduki huku wakitumia kibali cha baba yao. Rewind. Baada ya kushikwa na maaskari, Lyle na Eric wakapelekwa kituoni, and then wakafunguliwa mashtaka mahakamani kwa kosa la kufanya mauaji kwa wazazi wao. Sasa hawa vijana wakaanza kujitetea kwamba wazazi wetu sisi walikuwa wanatufanyia matukio haya na haya, na haya matukio ndio yalitufanya sisi tutekeleze mauaji kwa wazazi wetu ili tuepukane na hivi vitendo, haya mateso ambayo tukayapitia. Kwa hiyo wao wakaamua kuwa na mwanasheria wao, lakini pia upande wa kesi wa serikali kuwa na mwanasheria wake. So kipindi hiko ambacho wao wamefanya matukio hayo, ilikuwa ni kipindi ambacho serikali ya Marekani na sheria ya Marekani imetoka kuchekwa ujinga kwa kesi ya O.J. Simpson. Unajua kesi ya O.J. Simpson, kwa siku nitakuletea hii kesi, ilikuwa ni moja ya kesi kubwa sana nchini Marekani, na kesi ambayo ilifuatiliwa kwa ukubwa sana nchini Marekani. Ilikuwa ni kesi iko live, kila mtu alifuatilia kuanzia kwenye ile road chase ambayo anakimbizwa na maaskari mpaka anakamatwa na kesi inaendelea. So ile kesi, hata wewe ambao hujui sheria, ukitazama na kusikiliza juu ya kesi O.J. Simpson, utajua kabisa huyu jamaa aliachiwa tu kwa sababu ya maarufu wake na issue nzima ya masuala ya rangi. Unajua wenzetu, mtu mweusi kipindi hicho alikuwa akifanya tukio miaka 90, inaonekana anafanya kitendo cha kibaguzi, yani kama anashtakiwa, basi anashtakiwa kwa sababu ni mtu mweusi. Kwa hiyo kuna fikra hizo kwa watu. Sasa serikali ama sheria imetoka kuchekwa ujinga kwa kesi ya O.J. Simpson, na O.J. Simpson kushinda kesi imekuwa kama kitu ambacho kimefanya watu wengi wajiulize, hivi hii sheria imekaaje nchini Marekani?
Guess what? Kesi hawa madogo ikawa ngumu zaidi, kwa sababu hata wale wanasheria, mahakimu wote wakawa wanakazania hii kesi isiende kizembe kama kesi ya O.J. Simpson. Kwa hiyo wote wakawa wanakazania na kupigilia misumari kwamba hawa madogo wana hatia ya kuua. Vijana wamejitetea mengi sana kwamba sisi tumeingiliwa kinyume na maumbile na baba, lakini hakutakiwa kuuliwa baba huyo. Kama ni kweli baba yenu alikuwa kaingilia kimaumbile, nani mwenye ushuhuda wa hilo tukio? Hakuna. Mwalimu alishawahi kuambiwa, lakini hakuwahi kushuhudia. Sasa shida ikaanzia hapo. Hakuna mwenye ushuhuda wa baba mtu kufanya tukio kwa wanaye, lakini pia hata waliwahi kuambiwa hawakuwahi kushuhudia, bali waliambiwa tu. Kwa hiyo bado kulikuwa kuna uzito wa ushahidi wa juu ya kile ambacho wao walikuwa wakifanyiwa, lakini ushahidi wa kile ambacho wao wamekifanya upo 100% ya kwamba wametumia bunduki ambayo imesajiliwa sehemu, wameichukua na kwenda kwa shuti wazazi wao, na uzuri madogo wa confess wakasema kwamba ni kweli sisi tumeua wazazi wetu. Sasa kingine, wanasheria baada ya kushindwa kutetea hawa madogo, wakawa angalau wanatetea wapate kifungo ambacho kitakuwa rafiki, isiwe ni miaka mingi, kwa sababu wamefanya mauaji kwa mmoja na miaka 21, mmoja na miaka 19. Lyle na Eric walikuwa bado sio watu wazima kihivyo. Hii kesi ikawa kimya kwa muda mrefu, watu wengi wakawa wanaizungumzia, lakini wakawa wako jela hawa jamaa na bado hawajapewa hukumu yoyote. Just imagine, kuanzia mwaka 1989 tukio lilipofanyika mpaka wameenda jela mpaka mwaka 2025 ndio hukumu inakuja kutoka kwamba wamefungwa miaka 50 jela. Maana yake ni maisha, lakini wana nafasi ya kukata rufaa. Wamefungwa miaka 50 jela, lakini wana nafasi ya kukata rufaa. Kwa hiyo hivi karibuni kuna watu wanazusha hii kesi kwamba hawa jamaa wasikilizwe, kwa sababu miaka hii ya sasa hivi masuala mazima ya unyanyasaji wa kijinsia ndio ameanza kusikilizwa sana na pewa kipaumbele kutokana na masuala mazima ya mitandao ya kijamii, watu sauti zao kusikika kwa haraka kutokana na kile ambacho watu wanakiita magroups na nini ya watu ambao wanajali kuhusiana na haki za binadamu, lakini pia masuala mazima ya kijinsia. Kwa hiyo kuona kwa nini hawa watu walifungwa wakati wana nafasi ya kusikilizwa, na kile ambacho kwa nakifanya ilikuwa ni mateso, pengine hata msongo wa mawazo ambao walikuwa wameupata kupitia na yale mateso ambayo walikuwa na baba yao, ndio akaamua kufanya haya matukio. Pengine ilikuwa ni shida ya afya ya akili baada ya msongo ama mwendelezo wa kile ambacho alikuwa akipitia kwa baba yao mzazi. So watu wamezungumza mengi, lakini kesi ndio hivyo, wamehukumiwa mwaka 2025 miaka 50 jela, lakini wana nafasi ya kukata rufaa. Lyle na Eric bwana na historia yao pia. Hawa jamaa wakati wako jela walitenganishwa kwenye hukumu. Mmoja alipelekwa jela nyingine, mwingine akapelekwa jela nyingine. Lakini kitu kama kwenye mwaka 2023 ama 22 kwa mara ya kwanza wakakutanishwa ndugu hawa. Baada ya kukaa muda mrefu bila kuonana, kaka na mdogo wake wakaja kukutanishwa, na sasa hivi katika gereza moja wako pamoja. Hadithi hii ya Lyle na Eric inatufundisha nini? Rewind.